Neema na iwe kwenu na baraka na amani zitokazo kwake yeye aliyeketi katika kiti cha enzi mbinguni. Ninakusalimu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Mungu akubariki popote pale unaposikia sauti hii, na karibu tena katika chaneli yangu. Kama ndo kwanza unajiunga pamoja nami, ni mara yako ya kwanza kuwa pamoja nami mahali hapa, ninakualika kuweza kusubscribe channel hii kwa kubonyeza neno subscribe ambalo liko chini ya video hii, ili uwe mwana familia wa channel hii, na pindi masomo mbalimbali ambayo nitakuwa nikiyaweka, basi usipitwe uweze kupewa taarifa. Mungu akubariki sana na karibu. Ni siku nyingine tena ambayo Mungu ametupa kibali, na hii ni sehemu ya kwanza ya somo zuri ambalo Mungu amenijalia kutembea nalo katika msimu na wakati huu na majira haya. Hii ni sehemu ya kwanza ya somo letu ambalo lina kichwa kinachosema zijue kanuni 12 za kushinda vita katika ulimwengu wa roho, ama unaweza kusema zijue kanuni 12 za kuweza kuwashinda maadui zako. Zijue kanuni 12 za kushinda vita katika ulimwengu wa roho, ama unaweza kusema zijue kanuni 12 za kuweza kuwashinda maadui zako katika vita zako. Bwana Yesu asifiwe sana, mtu wa Mungu. Karibu ambatane pamoja nami mwanzo mpaka mwisho wa somo hili, na somo hili litakuwa na mtiririko wa sehemu kadha wa kadha mpaka pale tukapomaliza mfululizo mtiririko mzima wa somo hili, kanuni zote 12. Tutaanza kanuni moja baada ya nyingine mpaka pale sehemu ya 12 ambapo tutakuwa tukihitimisha kanuni zote 12. Na ninakuomba tafadhali sana usipitwe na kanuni moja wapo ya hizi zote 12, kwa maana fuatilia kanuni ya kwanza mpaka ya 12 ili uone ushindi katika vita zako. Umepigana muda mrefu, hujaona matokeo, umeomba sana, umechoka, lakini yatosha. Sasa utaenda kuona ushindi kwa uwepesi sana. Umepigana mchawi kwa muda mrefu, anakusumbua, lakini sasa hata kusumbua tena. Fuatilia ungana pamoja nami mwanzo mpaka mwisho, na baada ya sehemu hii ya kwanza zitaendelea sehemu nyingine. Ninaendelea kukualika kuendelea kufuatilia mtiririko wote wa kanuni 12 za kuweza kushinda vita. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwana wa Mungu, unapoingia kwenye vita yoyote, kumbuka neno hili siku zote, ya kwamba Mungu anasema hivi: watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Hiyo ni kwa mujibu wa Hosea sura ya 4 na ule mstari wa 6. Watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Hivyo siku zote hakikisha ya kwamba una maarifa ya kutosha na maarifa sahihi juu ya kile kitu ambacho unahitaji kukifanyia kazi, ili hayo maarifa ya kuwezeshe kukupa ushindi ama kushinda hiyo vita ambayo unapambana nayo.
Hatushindi vita kwa sababu ya maombi pekee, ila tunashinda vita endapo hayo maombi yatakuwa na maarifa sahihi ndani yake. Je, unazijua kanuni za kukuwezesha kushinda hiyo vita? Ili uweze kufika mahali, unahitaji kujua njia sahihi ya kukuwezesha kufika hapo unapotaka kufika. Inamaanisha kama una lengo la kufika mahali fulani, ya kwamba unataka ushinde, lakini njia hauna uhakika nayo ambayo itakufikisha pale unapohitaji kufika, hautafika. Na yamkini utaenda na njia za kuungaunga na mwisho wa siku utachelewa. Ila ukiwa unajua njia sahihi, utaenda moja kwa moja na kuona udhihirisho kwa haraka bila kupoteza muda. Lakini kabla tujaangalia moja kwa moja hizi kanuni 12 za vita, ningependa katika sehemu hii ya kwanza uweze kujua mambo muhimu sana katika kanuni katika vita, ili uweze kuona matokeo katika hizi kanuni 12 ambazo ninazizungumza. Kwa sababu mtu atasema nimempa kanuni 12 atajua imetosha, lakini hizi kanuni 12 kuna mambo ya kuweza kuzingatia na kuweza kuyafuata unapopigana vita yeyote, ili unapotumia zile kanuni basi ziweze kukupa ushindi kwa wepesi. Hivyo zingatia mambo yafuatayo kabla tujaanza kanuni 12 za vita. Tafadhali zingatia haya yafuatayo. Namba 1, kitu muhimu cha kuzingatia katika masuala ya vita, iwe ni vita ya kiroho ama ya kimwili, lakini ni vita ambayo inakuhitaji kuomba. Jambo la kwanza muhimu la kuzingatia, usiingie kwenye vita kama haujajiandaa vizuri, na pia epuka kutumia mbinu katika vita. Kwa nini? Kwa sababu mbinu zinatumiwa na watu ambao hawajui kanuni. Kwa maana hiyo ya kwamba mtu haijui kanuni, haijui njia, maana njia ndiyo kanuni ambayo nazungumzia, atatafuta mbinu ya kumwezesha kumfikisha pale ambapo hajui njia sahihi ya kumfikisha. Kwa ataanza kubuni njia nyingine, atatafuta mbinu mbadala ya kuweza kumfikisha pale, na hiyo mbinu haitakuwa ni ile njia kamili. Itakuwa ni mbinu ambayo amejaribu kuiunda ili kumwezesha jambo lake liende sawa kama vile ambavyo alihitaji. Kwa hiyo usitumie mbinu katika vita, kwa sababu vita inahitaji ujue kanuni. Sio uende vitani kwamba unabahatisha kwamba ikishindikana nitakuwa na buni tu. Unahitaji kuwa na maarifa, ujue kanuni, usitumie mbinu mbadala. Tumia kanuni za kukuwezesha. Na unaposoma kile kitabu cha Waefeso 6:13 utaona ikisema ya kwamba kwa sababu hiyo twaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kushindana siku ya uovu, na mkisha kuyatimiza yote kusimama. Kwa sababu hiyo twaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kushindana siku ya uovu. Lakini kitu cha pili cha kuweza kuzingatia, usiingie kwenye vita bila kujua unapigana na nani. Kwa maana usiingie kwenye vita kama haujui adui yako ni nani ambaye unapigana naye.
na huyo adui yupoje, anafananaje, ana tabia gani, anapatikana wapi, na ana silaha za aina gani. Ili uweze kushambulia silaha zake, lazima ujue silaha zake zina uwezo kiasi gani. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaposoma katika kitabu cha Hesabu ile sura 13 mstari wa 17 mpaka 18, utaona ikisema katika mstari wa 17 ya kwamba Musa akawapeleka ili waipeleleze nchi ya Kanaani. Akawaambia, pandeni sasa katika Negebu mkapande milimani. Ule mstari wa 18 anasema, mkaitazame nchi ni ya namna gani, na watu wanaokaa ndani yake, kwamba ni hodari au dhaifu, kwamba ni wachache au wengi. Unamwona Musa akituma watu kwenda kupeleleza, alihitaji kuwa na taarifa kamili juu ya adui zake. Hiyo nchi wajue ipoje, inafananaje, hao watu wapoje, je, wana nguvu, ni hodari ama ni dhaifu, je, ni wengi au ni wachache. Ndicho ambacho na wewe unapaswa katika kila vita. Kabla hujazijua kanuni, lazima ujue vitu vya kuzingatia, kwamba adui yako ni nani, yupoje, je, ana nguvu au ni dhaifu, je, adui yako ni mmoja au wapo kundi. Unavyozingatia hivyo vitu, unavyokuja kwenye kanuni 12 za vita, itakuwa ni rahisi sana kwa wewe kushinda, kwa sababu umeshatambua. Unapotumia hii kanuni 12, umeshatambua unatumia kwa adui wa aina gani, na uweke maombi mazito kiasi gani. Jambo la 3, usiingie kwenye vita kubwa kuliko uwezo ulionao, ama usiingie kwenye vita kubwa kuliko nguvu ambazo upo nazo. Kwa maana nyingine unasema, usijilazimisha kupigana vita iliyokuzidi uwezo ama viwango, kwa kuwa ni bora ukamtafuta mtu mwingine ambaye unaona kwamba ana uwezo wa kushinda hiyo vita, kukuombea na ukaweza kushinda, ila usikomae nayo peke yake kwamba unaweza kila kitu mwenyewe. Vita, unaona kabisa vita ni kubwa, lakini unasema upambane nayo mwenyewe. Kufa kupona, hiyo haitakiwi. Inatakiwa omba msaada, tafuta mtu mwenye viwango vya juu kuliko wewe, ili aweze kukupa kampani uweze kushinda kiurahisi. Ukisoma katika kitabu cha Mathayo 18 ule mstari wa 19 na 20, utaona Biblia ikisema ya kwamba katika mstari wa 19, tena nawaambia ya kwamba wawili wenu watakapopatana duniani katika jambo lolote watakaloliomba, watafanyiwa na Baba yangu aliye mbinguni. Mstari wa 20 anasema, kwa kuwa walipo wawili watatu wamekusanyika kwa jina langu, nami nipo papo hapo katikati yao. Kwa mpendwa, usipigane vita iliyokuzidi nguvu, iliyokuzidi uwezo, bali shirikisha. Anasema tena nawaambia ya kwamba wawili wenu wanapopatana katika jambo moja au jambo lolote, watafanyiwa na Baba mbinguni. Kwamba wamepatana waombee ajenda fulani, Mungu atawasikia na atawatendea. Kwa hiyo usilazimishe kuomba peke yako kila vita, uingie peke yako. Shirikisha watu, shirikisha watumishi wa Mungu, shirikisha waombaji wengine, shirikisha watu ambao unawaamini kwamba wanaweza kukuombea katika hiyo changamoto na hali ambayo unapitia. Namba 4, usiingie kwenye vita isiyo kuhusu ama isiyo na ulazima wa wewe kuingia kupigana
hiyo vita, lakini pia usiingie kwenye vita ambayo Mungu hajakuruhusu kupigana. Kwa maana hiyo, penda kumuuliza Mungu kwanza ili akupe maelekezo kama utapigana, upigane kwa namna gani. Unaposoma kitabu cha Mambo ya Nyakati 14 mstari wa 10, anasema Daudi akamuuliza Mungu kusema, je, nipande juu ya Wafilisti, utawatia mikononi mwangu? Naye Bwana akamwambia, panda, kwa kuwa nitawatia mikononi mwako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa tunaona kwamba usiingie kwenye vita ambayo haikuhusu, lakini pia usiingie kwenye vita ambayo Mungu hajakuruhusu. Kwa maana hiyo, unahitaji kumuuliza Mungu kwanza akupe maelekezo kwamba upigane au usipigane. Kama unapigana, upigane kwa namna gani? Tunamwona Daudi akimuuliza Mungu. Lakini kitu cha 5 cha kuzingatia, usiingie kupigana vita ukiwa katika uwanja wa adui. Usipigane vita katika uwanja wa adui zako. Kwa nini? Kwa sababu mara nyingi unapoenda kupigana katika uwanja wa adui, imaanisha yeye anaujua uwanja wake vizuri, anauelewa vizuri nini kiko wapi, silaha gani iko wapi. Kwa hiyo unapoenda ugenini, inakupa kutumia nguvu kubwa sana kuweza kushinda vita, kwa sababu mazingira ni mageni. Kwa maana nyingine ni kwamba usipigane vita katika ulimwengu wa mwili ambako adui zako wanakulazimisha mpiganie, kwa kuwa uwanja wa sisi watu wa Mungu, uwanja wetu wa vita ni katika ulimwengu wa roho. Hivyo usimvamie mtu mwilini. Mtu wa Mungu, usivamie mtu mwilini. Hata kama haikutukana, unaweza kunyamaza, usimjibu, ila shughulika naye katika ulimwengu wa roho. Usipigane kwenye uwanja ambao adui anakulazimisha mpiganie. Waefeso 6:12 anasema, kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo vita vyetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni katika ulimwengu wa roho. Usiingie kwenye vita ukiwa haupo imara, umechoka, ni dhaifu wa kimwili na kiroho. Kwa maana hiyo, angalia hali yako ya kimwili na ya kiroho ikoje kabla haujaingia katika vita yako. Kwa kusema hivyo, basi tutaishia hapo. Nitaka nikupe kwanza mwanzo, utangulizi wa mfululizo mzima wa somo hili, na ninaendelea kualika katika sehemu inayokuja tutaanza kuangazia kanuni ya kwanza katika zile kanuni 12 za vita ambazo zinakuwezesha kuweza kushinda vita kwa urahisi na kuona matokeo kwa haraka zaidi. Tutaishia hapo kwa siku ya leo. Zingatia vitu hivyo ili tunapoingia katika kanuni 12 basi mambo yawe vizuri. Kama hauja subscribe na kukumbusha kuweza kubonyeza neno subscribe chini ya video hili ili usipitwe na mfululizo na masomo mazuri sana ambayo yanakuja mbele. Unaweza kualika ndugu jamaa na marafiki pia wajumuike pamoja nasi. Share linki, komenti, like, na Mungu akubariki sana. Lugha moja nami Atanas Krausi.
na tukutane katika sehemu ijayo. Uwe na wakati mwema. Amen.